Hujambo, mimi ni Awadh Rashidi na hii ni Arusha One Radio. Rais wa Urusi Vladimir Putin amekataa usitishaji vita wa mara moja na kamili nchini Ukraine, akikubali tu kusitisha mashambulizi kwenye miundombinu ya nishati kufuatia mazungumzo yake na Rais wa Marekani Donald Trump. Kiongozi huyo wa Urusi alikataa kutia saini usitishaji vita wa mwezi mzima ambao timu ya Trump iliafiki hivi majuzi na Ukraine nchini Saudi Arabia. Amesema mapatano ya kina yanaweza tu kufanya kazi ikiwa msaada wa kijeshi wa kigeni na ushirikiano wa kijasusi na Ukraine utasitishwa kabisa. Washirika wa Ukraine wa Ulaya hapo awali walikataa masharti hayo. Mazungumzo ya Marekani na Urusi yanatarajiwa kuendelea Jumapili huko Jeddah, Saudi Arabia. Mjumbe wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati Steve Witkoff amesema katika vita hivyo vilivyodumu kwa miaka mitatu, Urusi hivi karibuni imekuwa ikikomboa eneo la Kursk ambalo lilichukuliwa na uvamizi wa Ukraine miezi 6 iliyopita. Matokeo hayo ya wito wa Jumanne wa makubaliano ya Trump na Biden ni sawa na kujiondoa katika nafasi ya Marekani kutoka pale iliposimama wiki moja iliyopita, ingawa viongozi hao wawili walikubaliana kwamba mazungumzo zaidi ya amani yatafanyika mara moja katika Mashariki ya Kati. Rais Volodymyr Zelensky ambaye alisafiri Helsinki, Finland kwa ziara rasmi siku ya Jumanne muda mfupi baada ya mazungumzo ya Trump na Putin kukamilika, alisema Ukraine iko tayari kwa wazo la makubaliano kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati, lakini anataka maelezo zaidi kwanza. Baadaye alimshutumu Putin kwa kukataa usitishaji mapigano kufuatia msururu wa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Urusi. Miongoni mwa maeneo yaliyolengwa ni pamoja na hospitali ya Sumi na vifaa vya umeme huko Slovishki, amesema kiongozi huyo wa Ukraine. Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Israel imeanza tena mapigano kwa nguvu zote dhidi ya Hamas katika ukanda wa Gaza. Katika taarifa video alionya kwamba mazungumzo yataendelea tu chini ya mashambulizi na kwamba huu ni mwanzo tu. Maoni yake yanajiri baada ya ndege za Israel kufanya mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya kile ambacho jeshi ilisema ni malengo ya Hamas huko Gaza. Zaidi ya watu 400 wameuawa katika mashambulizi hayo, wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas ilisema, na mamia wengine kujeruhiwa. Wimbi hilo la mashambulizi lilikuwa kubwa zaidi tangu kusitishwa kwa mapigano kuanza tarehe 19 Januari. Usitishaji huo wa mapigano uliochukua muda mfupi ulikuwa umeendelea hadi sasa, lakini wimbi jipya la mashambulizi linaonyesha mipango ya kukomesha vita hivyo inaweza kuwa nje ya meza. Mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo ya Beit Lahia, Rafah, Nusrait na Al Muawas siku ya Jumanne yalivuruga amani ambayo watu wa Gaza walikuwa wakipitia tangu Januari, na hospitali kwa mara nyingine tena zimefurika majeruhi. Mashambulizi dhidi ya Gaza yamelaaniwa na Misri, mpatanishi katika mazungumzo hayo. Mashambulizi hayo ya anga ni ukiukwaji wa wazi wa makubaliano ya kusitisha mapigano na anawakilisha hatari, alisema Tamim Khalaf, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya nchi hiyo. Mwisho wa rubaa za kimataifa kutoka Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashidi. Marais wa Rwanda na Kongo wamekutana Jumanne nchini Katari na kuelezea uungaji mkono wao kwa usitishaji wa mapigano, ilisema taarifa pamoja siku moja baada ya mazungumzo ya amani nchini Angola kuvunjika. Mkutano huo ulifadhiliwa na Emir wa Katari Sheikh Tamim bin Ahmed Al Thani. Makubaliano ya kusitisha mapigano yalithibitishwa katika taarifa pamoja kutoka Rwanda, DRC na Qatar, yakisisitiza umuhimu wa kuendeleza mazungumzo kwa ajili ya amani ya kudumu. Hata hivyo, haijulikani ikiwa kundi la waasi wa M23 litaheshimu kusitisha mapigano, kwani kwa sasa linadhibiti sehemu kubwa ya mashariki mwa Kongo, ikiwemo miji yake miwili mikubwa. Mapema siku ya Jumanne, jaribio la kuwezesha mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Kongo na waasi wa M23 nchini Angola lilishindikana baada ya kundi hilo la waasi kujiondoa dakika za mwisho, M23 ikituhumu taasisi fulani za kimataifa kwa kuvuruga mchakato wa amani, hasa ikirejelea vikwazo vilivyowekwa na Umoja wa Ulaya dhidi ya baadhi ya viongozi wake muhimu. Umoja wa Ulaya hivi karibuni uliwawekea vikwazo makamanda watatu wa jeshi la Rwanda, mkuu wa wakala wa madini wa Rwanda na viongozi waandamizi wa M23, akiwemo kiongozi wake Bertrand Bisimwa, kwa kuhusika katika mgogoro wa mashariki mwa Kongo. Kwa kujibu, M23 ilidai kuwa vikwazo hivyo vinadhoofisha juhudi za mazungumzo na kuituhumu serikali ya DRC kwa kampeni ya uchochezi wa vita inayozuia mazungumzo kufanyika. Mgogoro unaoendelea mashariki mwa Kongo umekuwa mbaya zaidi tangu Januari na kusababisha vifo vya maelfu ya watu na maelfu ya wengine kukimbia makazi yao. M23 ambalo linadai kutetea maslahi ya Watusi wa DRC limekamata miji mikuu kama Goma na Bukavu, na kwa mujibu wa DRC zaidi ya watu 7,000 wameuawa, ingawa idadi
idadi hiyo haijathibitishwa kwa uhuru. Ripoti ya Umoja wa Mataifa imedai kuwa Rwanda inadhibiti M23 ikiwa na takribani wanajeshi wake 4,000 wanaounga mkono kundi hilo kwa lengo la kunufaika na rasilimali za madini katika eneo hilo ikiwemo dhahabu na coltan. Hata hivyo, serikali ya Rwanda imekanusha kuwasaidia waasi wa M23 ikisisitiza kuwa inakabiliwa na tishio kutoka kundi la FDLR lililoanzishwa na viongozi wa Kihutu waliohusika na mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Mkutano wa Jumanne nchini Qatar ulikuwa wa kwanza wa ana kwa ana kati ya rais wa Rwanda Paul Kagame na rais wa DRC Felix Tshisekedi tangu M23 ilipozidisha mashambulizi yake. Ingawa mkutano huo ulielezwa kuwa wa kawaida na usiokusudiwa kuchukua nafasi ya juhudi za amani zilizopo, viongozi hao wawili walikubaliana kuendeleza mazungumzo yaliyoanzishwa na Doha. Qatar, inayojulikana kwa juhudi zake za upatanishi katika migogoro ya kimataifa, ilihusika kwa karibu kuwezesha mkutano huo. Wachambuzi wanapendekeza kuwa uhusiano wa karibu kati ya Rwanda na Qatar ulimfanya Kagame awe na ugumu wa kukataa mwaliko huo, huku Tshisekedi akihisi shinikizo kutokana na hali ngumu ya usalama, akilazimika kutafuta suluhisho. Licha ya juhudi za kikanda za kusuluhisha mgogoro huo, ikiwemo upatanishi uliofanywa rais wa Angola Joao Lorenzo chini ya Umoja wa Afrika, njia kufikia makubaliano ya kudumu bado haijulikani. Mazungumzo ya mwisho rasmi kati ya serikali ya Kongo na M23 yalifanyika mwaka 2013, na kwa kuwa waasi hao sasa wanadhibiti sehemu kubwa zaidi ya ardhi, kufanikisha usitishaji wa mapigano wa kudumu ni changamoto kubwa. Maelezo ya utekelezaji wa makubaliano wa kusitisha mapigano yatapangwa katika siku zijazo, lakini kuvunjika kwa mazungumzo ya Angola kunadhihirisha changamoto kubwa za mgogoro huu. Jumuiya ya kimataifa inaendelea kufuatilia maendeleo kwa matumaini kwamba mazungumzo yanayoendelea yatafungua njia za utulivu wa muda mrefu katika eneo hilo. Aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila ameonya kuhusu uwezekano wa machafuko mahali popote nchini Kongo na kumlaumu mrithi wake kwa mgogoro unaoendelea na waasi wa M23 wakati wa ziara yake nchini Afrika Kusini. Kauli za Kabila zinakuja wakati rais wa sasa wa Kongo Felix Tshisekedi na rais wa Rwanda Paul Kagame wakitoa wito wa kusitisha mapigano mara moja na bila masharti katika maeneo ya mashariki mwa Kongo wakati wa mazungumzo yaliyosimamiwa na Qatar. Tatizo ni rais Felix Tshisekedi, solution ni rais Felix. Sasa unaelewaje hilo? Unalitafsiri vipi? Kushoto au kulia, juu au chini, ni juu yako, lakini maamuzi muhimu yanapaswa kufanywa na nyakati muhimu. Umewahi kufanya maamuzi muhimu, na hizi ni nyakati muhimu kwa Kongo. Kwa upande wetu, kama nilivyosema, tunakusudia kushiriki kikamilifu katika kila kinachotokea, hasa katika masuala ya amani, Kabila alisema. Mwisho wa rubaa za kimataifa. Mimi ni Awadhi Rashidi.